Taarifa kwa umma. Mei 5, 2025. Uongozi wa Young Africans Sport Club unapenda kuutaarifu umma kuwa umepokea majibu kutoka Mahakama ya Kimataifa ya Usuluhishi wa Michezo CAS kuhusu kesi yetu namba CAS 2025A/11298. CAS imeielekeza Young Africans Sport Club kurudi kwanza kwenye kamati za ndani za soka ili kushughulikia kesi yetu kabla ya kurudi kwao kwa ajili ya hatua za rufaa, lakini kutokana na uonevu, uvunjwaji mkubwa wa kanuni na upendeleo wa dhahiri kwa baadhi ya timu unaoendelea kufanywa na mamlaka za soka Tanzania, uongozi wa Young Africans Sport Club hauna imani na hauko tayari kupeleka shauri hilo kwenye mamlaka ambazo zinatenda dhuluma. Aidha, uongozi wa Young Africans Sport Club unapenda kujulisha umma kuwa msimamo wa klabu yetu juu ya mchezo namba 184 wa ligi kuu msimu huu uko pale pale, kuwa hatutashiriki kwenye mchezo huo kwa namna yoyote ile. Wanayanga wote watakuwa tayari kuipambania haki yao kivyovyote vile ili kukomesha dhuluma na uvunjwaji mkubwa wa kikanuni unaoendelea kufanywa na mamlaka za soka kwa maslahi mapana ya maendeleo ya soka nchini. Imetolewa na kamati ya utendaji Young Africans Sport Club. Kupitia mtandao wake wa kijamii, mchambuzi wa masuala ya soka Hans Raphael ameandika, taarifa nilizonazo tayari Yanga wameziandikia mamlaka za juu serikalini barua yenye kurasa 167 ambayo inapinga uonevu na dhulma zinazofanywa na bodi ya ligi nchini chini ya TFF. Kwa kifupi, Yanga hawaitaki na hawana tena imani na hii TFF. Yanga wako tayari kucheza hata ligi daraja la 3 ila sio kuwa chini ya hii TFF. Kwenye barua ambayo Yanga wameziandikia mamlaka za juu za serikali yenye kurasa 167, kuna malalamiko mengi juu ya utendaji hafifu wa bodi ya ligi chini ya TFF, kitu ambacho kimepelekea Yanga kukosa imani na utendaji wao na kuhisi kuna uonevu mkubwa sana. Lalamiko la kwanza, Yanga wanapinga vikali kitendo cha Simba kubebwa kwenye mechi yao dhidi ya Azam ambayo ilipigwa tarehe 26 Septemba mwaka 2024 New Amani Complex Zanzibar na Simba kuibuka na ushindi wa bao 2-0. Yanga wanadai goli la kwanza la Ateba mnamo dakika ya 14 ni offside, lakini pia wanadai goli la pili la Ngoma dakika ya 47 ni offside. Tukio namba 2, Yanga wanalalamikia tukio la refa kutoa penati ya ajabu kwenye mechi ya Simba na Dodoma Jiji dakika ya 60, penati ambayo ilizaa goli pekee ambalo liliwapa ushindi Simba. Yanga wanadai mchezaji wa Dodoma Jiji aligusa mpira na sio mguu wa Mohamed Hussein kama refa alivyotafsiri. Tukio la 3, Yanga wanalalamikia mechi ya Simba na Pamba Jiji Novemba 22, 2025 dakika ya 77. Pamba walinyimwa goli halali pasipo sababu ya kueleweka na Simba alishinda mechi hiyo goli 1-0. Tukio la 4, Yanga wanalalamikia mechi ya Simba na Namungo juu ya kadi nyekundu ya Mkombozi. Tukio la kuhairishwa kwa mechi ya watani wa jadi Yanga dhidi ya Simba ilikuwa ni pigo kubwa kwa maendeleo ya soka letu. Licha ya maendeleo makubwa yaliyopatikana katika miaka ya hivi karibuni na ligi yetu kutangazwa kuwa inashika nafasi ya 5 kwa ubora, lakini hili ni pigo kubwa. Shida kubwa sio kuhairishwa kwa mchezo, bali kutokufuatwa kanuni ambazo ziliwekwa ili mchezo husika uweze kuhairishwa. Matukio kama haya yanaweza kurudisha nyuma jitihada za kuinua hadhi ya ligi yetu. Kwa kuwa inaonekana kuna mambo yanaweza kufanyika kienyeji kwa ajili ya maslahi ya watu wachache kwenye soka letu. Hiyo haikuwa mara ya kwanza kwa timu za Simba na Yanga kuingia kwenye kazia kama hii, lakini mara zote kanuni zimekuwa hazifuatwi na baadaye kila kitu kinaonekana kwenda sawa. Sio jambo zuri hata kidogo kwa soka letu. Kwanza, uamuzi wa Simba kugomea mechi kwa madai ya kuzuiwa kufanya mazoezi ya mwisho haionyeshi kama kulikuwa na athari kubwa ambayo inaweza kulazimisha mchezo huu kuahirishwa, kwa kuwa kama ni maandalizi tayari Simba walishafanya na walikuwa wanakwenda kukamilisha tu, mara nyingi sio zaidi ya saa moja. Soka ni mchezo wa sheria na kanuni, na kama kuna mgogoro wowote, njia sahihi ni kufuata taratibu za kikanuni badala ya kuchukua maamuzi ambayo yana madhara makubwa kwa ligi, wadau na mashabiki wa mchezo huu kwa ujumla. Pili, bodi ya ligi na shirikisho la soka Tanzania TFF zinapaswa kubeba lawama kwa jinsi suala hili lilivyoshughulikiwa. Kama mechi ilipaswa kuchezwa, ni kwa nini bodi ya ligi ilichelewa kutoa tamko la kuahirisha hadi saa chache kabla ya muda wa mchezo?
Ucheleweshwaji huu ulisababisha hasara kubwa kwa mashabiki waliokwisha kuingia uwanjani, baadhi yao wakitoka mikoani na kuingia gharama za usafiri, chakula na malazi. Wafanyabiashara waliotegemea mechi hii kuuza bidhaa zao walipata hasara kubwa na hakuna ambaye anaweza kuwalipa. 3. Msimamo wa Yanga wa kusema haitacheza mechi hiyo tena katika tarehe nyingine unaongeza ugumu wa hali hii. Endapo klabu moja inaweza kugomea mechi na nyingine ikakataa kucheza tarehe mpya, inamaanisha tunaendesha soka letu kwa matakwa ya klabu badala ya kufuata kanuni. Ligi yoyote duniani inapaswa kuwa na mifumo thabiti ya kushughulikia mambo kama haya bila kuathiri kanuni na taratibu za mashindano. Aidha, tukio hili linaathiri kwa kiasi kikubwa taswira ya soka la Tanzania kimataifa. Ligi yetu inashika nafasi ya 4 barani Afrika kwa mujibu wa IFHS, lakini matukio kama haya yanaweza kufanya wadhamini na wadau wa kimataifa kupoteza imani na ubora wa ligi yetu. Suluhisho ni nini? Ni wakati sasa kwa TFF na bodi ya ligi kuwa na msimamo thabiti na kuhakikisha kanuni zinaheshimiwa na kutekelezwa kwa haki bila upendeleo wa timu hizi kubwa za Simba na Yanga. Klabu zisiruhusiwe kugomea mechi kiholela na migogoro yoyote inayojitokeza inapaswa kushughulikiwa kwa haraka ili kuepusha madhara makubwa kwa ligi yetu, kwa kuwa huko mbele kunaweza kutokea jambo lingine kubwa zaidi. Viongozi wa soka wanapaswa kuonyesha kuwa wana mamlaka ya kusimamia mchezo huu kwa weledi na si kwa upendeleo au kulinda maslahi ya Simba na Yanga tu. Tunaamini kama hali hii ingekuwa imetokea kwa timu nyingine ndogo, basi adhabu ingekuwa kubwa kwao. Ni vyema kama kwa wengine inafanyika hivyo, basi hali hiyo iwe pia kwa timu za Simba na Yanga bila kujali ukubwa wao.